Bila shaka umewahi kuona au kukutana na mabango yenye maneno kama tunakopesha pesa, mkopo ndani ya dakika 30, pata mtaji leo, na matangazo mengine mengi yaliyotanda barabarani, kwenye nguzo za umeme, kuta za nyumba na hata katika mitandao ya kijamii. Nimewahi kuisikia lakini sijaifuatilia kwa kina. Lakini umewahi kujiuliza kwa nini matangazo haya yameongezeka kwa kasi kiasi hiki? Je, ni ishara ya kwamba wananchi wanahitaji mitaji zaidi, au ni dalili ya changamoto za kifedha zinazowakabili watu wengi katika maisha yao ya kila siku? Kwa mikopo ni fursa, lakini sasa jinsi ilivyo ni changamoto yake katika marejesho. Kama haina leseni, ina maana utakuwa kwenye hatari kubwa ya kupoteza na kupata hasara. Biashara yoyote hukua kupitia matangazo, na sekta ya mikopo nayo haina tofauti, ingawa baadhi ya watu huona wakopeshaji hawa kama makanjanja. Ukweli ni kwamba wengi wao wanafanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Wewe unalipia chaji za mikopo, unalipia chaji za sheria, wakati sisi tunaamini wale wote wameajiriwa na benki. Maana alikopa alikuwa na shida, ile shida ikaa imeisha, lakini shida ikaa inaendelea. Mtu yoyote ambaye anataka kujihusisha na utoaji wa huduma hizi anatakiwa kuwa na kima cha chini cha mtaji kisichopungua shilingi milioni 20. Nchini Tanzania, shughuli za mikopo midogo midogo katika jamii husimamiwa na Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha ya mwaka 2018 pamoja na kanuni zake za mwaka 2019. Lakini je, wananchi wanaifahamu sheria hii? Wanaelewa haki zao wanapokopa au wanapokopesha? Walimchukulia vitu vyake vya ndani. Maki alikuwa mshikaji wangu, kaenda kukopa kausha damu, alikuwa na shida, wanapaita kausha damu. Mimi kwa kifupi bwana, siwezi nikasema uongo kwa sababu sijai kukopa na sijai kufuatilia. Leo katika makala ya Saikolojia ya Pesa, tunaangazia kwa kina Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha, namna inavyolinda wananchi, pamoja na changamoto na fursa zilizopo katika sekta ya mikopo. Benki Kuu ndio mdhibiti mkuu wa sekta ya fedha. Mwaka 2018, Tanzania ilitunga sheria namba 10 ya huduma ndogo za fedha, ambayo ilianza kutumika rasmi pamoja na kanuni zake Novemba mosi 2019. Lengo kuu la sheria hii lilikuwa kuleta utaratibu katika sekta ya mikopo, kuongeza uwajibikaji kwa wakopeshaji na kuwalinda watumiaji wa huduma hizo dhidi ya unyonyaji au mazingira yasiyo ya haki. Kabla ya sheria hii, kulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wananchi kuhusu riba kubwa, masharti yasiyoeleweka na upotevu wa mali kutokana na mikopo. Kuwa na sheria maalum ambayo inaongoza huduma ndogo, inasimamia na kutekeleza uendeshaji wa huduma ndogo za fedha hii ya mwaka 2018. Kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa hatuna sheria maalum ambayo inawalenga watu wa huduma ndogo za fedha. Sheria maalum ambayo inawalenga na kuwatambua hawa wadogo wadogo kabisa, hawa ambao tunawaona siku hizi hata mkopeshaji binafsi anaenda kutoa huduma. Kwa hiyo kupitia uwepo wa sheria hii, ina maana tumeenda kurasimisha huduma ndogo za fedha. Wakati hapo mwanzo kila mtu alikuwa anajitolea huduma zake kiolela, na ukizingatia ukiangalia vizuri zilikuwa zina madhara makubwa sana. Watu walikuwa na uwezo wa kuchajiwa gharama kubwa sana za mikopo ambazo hazina usimamizi wowote, hakuna mwongozo wowote. Mtu anaweza akafanya chochote anachotaka, anaweza akadai mteja wake kwa kutumia utaratibu wake binafsi, anaweza akatumia nguvu, vitisho na kitu chochote ambacho kinaweza kikawa manyanyaso au kero kwa mwananchi. Yaani kiujumla naweza nikasema tu kwamba kulikuwa kuna uholela sokoni. Sio? Hakukuwa na utaratibu rasmi sokoni. Lakini kupitia uwepo huu wa hii sheria tumeenda kurasimisha hizi huduma, na sasa tunaona mambo yanakuwa shwari na wananchi wanaenda kupata huduma nzuri. Kunakuwa kuna ujumuishwaji wa huduma za kifedha hata kwa watu ambao wako pembezoni huko mwa nchi. Hii ndio sheria mama ya huduma ndogo za fedha hapa nchini, ambapo kupitia sheria hii ndio iliweza kuipa mamlaka Benki Kuu ya Tanzania kuweza kusimamia zoezi zima la huduma ndogo za fedha hapa nchini.
Kwa hiyo katika sheria hii imeweza kugawa watoa huduma katika makundi manne. Sasa katika haya makundi manne kuna kundi la kwanza ambalo ili kundi la kwanza ni kwa ajili ya wale watoa huduma ndogo za fedha ambao wanapokea amana. Kwa neno la Kiingereza tunaita deposits. Na kundi jingine, kundi la pili ni wale watoa huduma ndogo za fedha ambao hawapokei amana. Watoa huduma ndogo za fedha daraja la pili ni watoa huduma ndogo za fedha wasiopokea amana. Na pia tuna kundi la tatu ambalo hili ni mahususi kwa ajili ya wale watoa huduma ndogo za fedha ambao wanahusika na vyama vya ushirika vya akiba na mikopo. Na pia tuna kundi la nne ambalo ni hivi ni vikundi vya kijamii vya huduma ndogo za fedha. Ukiangalia kanuni ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2019 imeweka mazingira ya hawa watu kuweza kuoperate kwa aina mbili. Anaweza akaoperate kama mtu binafsi, mkopeshaji binafsi, au anaweza akaoperate kama kampuni. Sheria hii imeundwa ili kukuza uchumi jumuishi wa kifedha. Kwa lugha rahisi, inalenga kuhakikisha hata wananchi wa kipato cha chini wanapata nafasi ya kupata huduma za kifedha kwa usalama na kwa masharti yanayoeleweka. Mimi sifahamu, nimewahi kuisikia lakini sijaifuatilia kwa kina. Tatizo kubwa ni changamoto na usimamizi wa sheria. Inawezekana sheria iliyopo ni nzuri, lakini usimamiaji katika utekelezaji ndio ikawa ni changamoto. Na ndio tunayokutana nao kuanzia kwenye mabenki mpaka kwa wakopeshaji wadogo wadogo. Yaani unakuta wao wana nafasi kubwa kuliko sisi wahitaji. Ndio maana wanaweka sheria ambazo ni ngumu kwetu sisi wahitaji. Yes, mwisho wa siku sisi ndio tunakuwa wahanga wa hizo sheria. Kuna baadhi ya sheria nazijua, baadhi ya sheria sizijui, maana sina experience ya mikopo sana. Mimi kwa kifupi bwana, siwezi nikasema uongo kwa sababu sijai kukopa na sijai kufuatilia. Ila naona tu wenzangu jinsi wanavyokopa na malalamiko na yaona ndio jinsi kama hivyo, lakini sijawahi kukopa kufuatilia na sijui kwa kifupi. Hizo sheria nazisikia lakini hazitekelezwi. Nazisikia wanapozizungumzia lakini hazitekelezwi. Na baadhi ya wakopeshaji wapo wanajua sheria za kukopesha lakini hawafuati sheria, wanakopesha kiholela. Na ndio maana kuta mtu anavamiwa nyumbani kwake, anachukuliwa vitu vyake, chukuliwa kabati. Mtu na majirani wengi tunaona wanaochukuliwa vitu vyao. Wanashindwa kujitetea kwa sababu kisha andika pale mkataba akakubaliana na ile hali na kawapeleka mpaka nyumbani kwake na wameviona vitu vyake. Bwana, mimi namiliki hiki. Kwa hiyo ukishindwa mkataba wako kulipa hizi inakuwaje? Tutachukua hivi vitu vyako. Anasema sawa. Sasa unategemea kama kashindwa, sasa utakuja kuvichukua. Na ndio maana kuta wengi hasa wakina mama wanapata tabu kwa hilo. Katika miaka ya hivi karibuni, mikopo imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya wananchi wengi. Wakulima hukopa kwa ajili ya pembejeo, wafanyabiashara hukopa kuongeza mtaji, wajasiriamali hukopa kuanzisha au kupanua biashara, na wengine hukopa kwa ajili ya elimu, matibabu au mahitaji mengine muhimu ya kifamilia. Lakini pamoja na umuhimu wake, mikopo imeendelea kuwa chanzo cha migogoro kwa baadhi ya wananchi. Kiukweli sisi kama wananchi, kwa sababu mtu mpaka kwenda kukopa ni kuwa na matatizo na anakuwa ameshindwa kuyatatua kupitia jamii iliyomzunguka. Kwa hiyo kukopa ni jambo ambalo haliepukiki. Kwa hiyo bado hatuwezi tukawashauri wananchi wasikope. Ila tunaomba mamlaka zitupie sana macho hili eneo. Kuanzia kwenye mabenki. Kwa mfano mtu anapokwenda kukopa kwenye benki, sisi tunaamini benki inawalipa waajiriwa wake. Lakini unakuta yule afisa mikopo, wewe unalipia chaji za mikopo, unalipia chaji za sheria, wakati sisi tunaamini wale wote wameajiriwa na benki. Kwa hiyo kuna chaji nyingi zinakuwepo katika mikopo ambazo mimi ninayekopa ndio naingia gharama ya kuzilipa, wakati taasisi kama taasisi inajiendesha na ile ni sehemu ya shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo sisi kama wakopeshaji hatuwezi tukaikimbia mikopo, kwa sababu ni sehemu ya kutuinua kibiashara na kwenye maisha yetu mbalimbali ya kila siku. Kwa hiyo tutaendelea kukopa, lakini pia tutaendelea kuiomba serikali itupie macho hizi taasisi
tusizidi kuumia zaidi tukawa tunauziwa vitu vyetu. Tukope, lakini sasa wale watu wanatukopesha wale vile wawe na subira, kwa sababu sasa hivi ni changamoto, hali ngumu. Sasa hivi unaweza kutoa biashara yako, unaweza kuweka pale biashara yako ya machungwa, lakini wakaja kununua watu wawili, machungwa wote ukarudisha nyumbani, ukaweka pale tuseme maandazi yako, chai yako, lakini wakaja kunywa watu watatu wanne, na watu watatu wanne wao ndo watatoa hela, lakini wengine wote watakula mali kauli. Sasa mali kauli hiyo mpaka wafuatilie watoe hela. Je, wengine hawajatoa hela? Mwanzo tunafanyaje? Kwa kiufupi sisi tunachoomba hao wanatukopesha wawe na subira, alafu wawe naelewa. Kwa sababu sasa hivi mtu anaokopa, kuna mwenzetu ana hali mzuri na kuna mwingine ana hali mbaya zaidi. Na ina changamoto kubwa sana mwenye hali mbaya zaidi. Kwa sababu mwenye hali mbaya zaidi ndio hivyo, ana familia. Hawezi akatoa hela nyingine akaipeka kwenye maregesho wakati watoto wangu wanakufa njaa. Hicho kitu hakiwezekani. Inabidi watoto wangu kwanza wale, alafu kisha kule mambo yote yatajulikana kule baadaye. Sasa ndio utapokuja kunitolea vitu vyangu, utapokuja kuchukua godoro, kitanda, viti, meza, utakuwa umenilostisha. Lakini kwa kifupi ungekuwa unaniwekea utaratibu, bwana hatutachukua kitu chochote. Ila nadhani wiki hii umeshindwa, basi wiki ijayo inabidi ujitahidi ulete maregesho yetu. Hapo kidogo ingepo afadhali. Lakini sasa kitu kama hicho, mtu umeshindwa anakuja kuchukulia vitu vyako. Nikiwa na shida lazima nikope. Nikiwa na shida lazima nikope, inategemeana na mkopo. Unakopa kwa ajili ya shida gani? Kuna mikopo midogo midogo, hii wanaita kausha damu, hiyo pia ni mikopo. Au unaweza kumfuata tu ndugu yako ambaye mnaweza mnaendana naye ukakopa vile vile. Sheria hii ilitungwa pia kutokana na changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika jamii. Kulikuwa na matukio ya wananchi kupoteza nyumba, mashamba, magari na mali nyingine kutokana na kushindwa kulipa mikopo aliyochukua bila kufanya tathmini sahihi ya uwezo wao wa kurejesha. Katika baadhi ya matukio, wakopaji walikuwa hawajui hata kiwango halisi cha riba walichokuwa wanalipa. Hali hiyo ilihitaji ulinzi wa kisheria. Shai kuona walimchukulia vitu vyake vya ndani. Maki alikuwa mshikaji wangu, kaenda kukopa kausha damu, alikuwa na shida. Wanapaita kausha damu, alikuwa na shida, lakini sasa kwenye kukopa ikawa issue tena kwenye kurudisha ile pesa. Maana alikopa alikuwa na shida. Ile shida ikawa imeisha, lakini shida ikawa inaendelea. Sasa ikawa issue tena kwenye kurudisha ule mkopo. Ndo akaja wakachukua vitu vyake vya ndani, na hisi ya kusoma masharti ya mkopo vizuri. Ni kwa mikopo ni fursa, lakini sasa jinsi ilivyo ni changamoto yake katika marejesho. Kwa sababu utakuwa unakopa 100,000, lakini kimtaji chako cha shilingi 30,000. Alafu kija kuangalia 30,000 ile unafanya biashara, labda tuseme sasa unafanya biashara mpaka saa 6 saa 7. Unaona bwana, unachokipata faida yako pale ni shilingi 5,000. Alafu isitoshe wewe pale una familia. Uwezo ukatoa ile shilingi 5,000 ukaipeka kwenye marejesho wakati familia inakufa njaa. Lazima kwanza familia, alafu marejesho baadaye. Sasa je, nishaitoa kwenye familia, marejesho nitarejesha na nini? Sasa ukija kuangalia mtaji umebaki ule shilingi 30,000. Inabidi tena nirudi tena dukani niendelee tena mtaji. Kwa hiyo kule kwenye mkopo na kwa nafanyaje? Nagandisha pesa watu. Sasa je, unazoea kinachofuata ni nini? Changamoto wanayo mkopeshaji, anapotukopesha kwa gharama kubwa, sisi tunashindwa kulipa. Kwa sababu mtu una shida na milioni 1. Yeye anayekukopesha anakuambia kwamba riba yake 500,000. Sasa mimi kwa sababu na shida na pesa nakubaliana nayo. Kwa nachukua ile milioni, nikija kwenye biashara zangu marejesho yananishinda kwa sababu kile kiwango nachorudisha kule ni kikubwa na mimi biashara zangu huko ni ndogo. Halafu cha pili, unaposhindwa kurudisha, ukiweka dhamana kitu chako au wakija wanakichukua kile kitu. Sasa wanakuwa wamenisaidia au wameniangamiza. Utahakikisha unaenda kukopa kwenye taasisi yenye leseni, lakini baada ya kujua kwamba ana leseni utahakikisha umesoma vizuri na kuelewa vifungu vya huo mkataba wako. Baada ya hapo utahakikisha unabaki na nakala ya mkataba. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu unauelewa na ukaweza kufuata hizo taratibu, ina maana utakuwa sehemu salama. Lakini endapo kama ukawa kuna gap hapo la uelewa, ina maana wewe kama mwananchi hautofuata hizo taratibu. Unaweza ukajikuta kwamba umekopa kwa mtu au taasisi ambayo haina leseni. Kwa hiyo kama haina leseni, ina maana utakuwa kwenye hatari kubwa ya kupoteza na kupata hasara, si ndivyo? Kama haukuhakikisha unapata nakala ya mkataba, haukuelewa masharti ya mkataba, ina maana
kwa baadaye lazima utakuja kuona kama unaonewa, kwa sababu mfano riba, labda uliambiwa hii riba itakuwa inabadilika kila mwezi, wewe haukusoma, ila ungekuwa kwenye position ya kuweza kusoma ule mkataba ukauelewa, ina maana lazima ungeomba ufafanuzi, si ndivyo? Kwamba kwa nini riba yangu hiyo inaongezeka kila mwezi? Kama itaongezeka kila mwezi, ina maana nina uwezo sasa mimi wa kujipima kwamba naweza kweli riba inaongezeka kila mwezi. Kama siwezi, basi naomba nibadilishiwe au niwekewe hivi. Unaomba labda kunegotiate kidogo makubaliano ya hiyo riba. Lakini pia kama kuna vifungu sijavielewa, nitaomba nieleweshwe, nijipime, je, naweza kumudu? Kama siwezi, basi niachane na huo mkataba, niangalie taasisi nyingine. Tuna taasisi nyingi. Mpaka sasa tuna taasisi zaidi ya 3100. Kwa hiyo sasa kwa taasisi kama hizo mtu unakuwa una uwezo wa kuwa na machaguo tofauti tofauti, ukaangalia mtu wa huduma huyu ana gharama zake zikoje, huyu ana gharama zake zikoje, anatoaje, utaratibu wake, huu na umudu, huu si umudu, ukaenda kwenye taasisi ambayo itakuwa wewe utaona ni favorable kwako. Tangu kuanza kutumika kwa sheria hii, kumekuwa na maboresho mbalimbali katika usimamizi wa sekta ya mikopo. Utaratibu wa leseni umeimarishwa, ufuatiliaji wa taasisi za mikopo umeongezeka, na elimu kwa umma kuhusu huduma za fedha imeendelea kutolewa. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Baadhi ya wananchi bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu haki na wajibu wao wanapochukua mkopo. Wengi wao huvutiwa zaidi na urahisi wa kupata fedha kuliko kusoma masharti ya mkopo wanaopewa. Cha kuzingatia kwamba unatakiwa uwe mwaminifu kwenye mkopo. Cha kuzingatia kwamba ukikopa unatakiwa urejeshe. Hilo ndo la kwanza kwenye mkopo. Inakuwa ukiwa na shida bwana, yani kila kitu kinakuwa, yani uzingatii sana. Unakuwa unafikiria tu kwamba bwana, mimi nikipata kile kitu ninachokihitaji na mimi shida yangu itakuwa imeisha. Hata kwenye kusoma zile kwamba sheria hapa inatakiwa iweje, mtu anakuwa azingatii sana. Cha muhimu apate hela ili asolve mambo yake mengine. Cha muhimu ni kusoma kwanza masharti ya mkopo. Umeona kwamba huu mkopo unahitaji nini, riba yake iko vipi, ndo na kopa. Ila sema sasa kwa sisi jinsi tulivyozoea kwamba ukiwa na shida ndo nakopa haraka ndo anakuja kukukuta hayo mambo. Wapo wanasoma mikataba, kuna wanaoelewa na kuna wasioelewa. Kuna mwingine anasoma mkataba anauelewa mkataba unavyosema na vipengele vyake anavijua ni vigumu, lakini kwa sababu ana shida, vile vipengele anavitupilia mbali kule anachukua. Sasa anapochukua zile pesa mwishoni ndio inakuwa pagumu kwenye kurudisha. Kwa kama mkopeshaji yoyote anayejua anataka kusaidia mtu, asiweke vipengele vigumu. Cha pili, anayekopesha mtu kwenye riba, tuchukulie maximum mkopesha mtu 1,000,000. Kwenye 1,000,000 mwambie akurudishia hata shilingi 50,000 ndio umemsaidia. Hata ukimtajia laki bado kubwa. Hiyo ni kwa sababu ya shida. Kwa sababu ukisema ufatishe ile mikataba inavyoenda, hauwezi ukafatisha hata kidogo. Hilo swala ni gumu sana. Kwa sababu tukija kuangalia mikataba ipo sehemu nyingi. Hata baba mwenye nyumba vile vile ana mikataba yake. Lakini vile vile mpangaji anachemka. Kutokana na nini? Na ile mikataba, na kutokana na nini? Na hali ya kimaisha jinsi ilivyo. Elimu ya fedha ni ipo pale kwa sababu kabla hujachukua mkopo kuna elimu inatolewa. Mnatolewa pale elimu bana, jinsi ilivyo bwana mkataba na mkopo wake inatakiwa hivi na hivi, marejesho yake yanatakiwa muda siku fulani. Lakini sasa mtu anachukua kutokana na ile hali yake ilivyo. Hali mbaya, anajifikiria, mimi nikichukua hii 100,000 at least kidogo naweza nikachukua shilingi 20,000 nikaweka sehemu ya kula. Hii 80,000 inanitosha katika mambo ya mtaji wangu, niongezee mtaji wangu. Lakini sasa mtaji ule unaweza kwenda sokoni ukachukua nyanya, ukachukua vitunguu, ukachukua nini, lakini kisha ufika pale haiwezi ikatoka pesa ile unayotaka wewe. Unaona kitu kama hicho mheshimiwa. Sasa kwa kiufupi sasa ndio jinsi mtu anaona bwana inakwaje, ndio mtu anakuja kuchukua vitanda vyake, godoro lake, viti vyake, kutokana nini? Marejesho bado hajalegesha. Kimsingi changamoto zipo kama ilivyo katika maeneo mengine. Hata katika swala la mikopo pia changamoto zinakuwepo. Inatokea katika mazingira tofauti tofauti. Mteja anaweza kwenda katika taasisi yoyote ya huduma za fedha, hususan hawa daraja la pili, akapata huduma, lakini kwa baadaye kaonekana kwamba labda kuna mgogoro wote, kuna sintofahamu imetokea, kutokuelewana kumetokea baina ya mteja na mtoa huduma. Kwa hiyo inapotokea mazingira kama hayo, huwa tunawashauri wateja waweze kuwa engage wale watu wa huduma,
wawasilishe malalamiko yao, watawasilisha huko malalamiko yao, watoa huduma wana wajibu wa kuwasikiliza, kufanyia kazi yale marekebisho, malalamiko ambayo yametokea, wakafanya marekebisho au wakafanyia kazi hayo malalamiko, na kisha kutoa mrejesho kwa wateja wao pale ambapo watakuwa wamefikia suluhisho. Kwa mujibu wa sheria hii, kila mtoa huduma ndogo za fedha anatakiwa kuwa na sera ya ukopeshaji inayozingatia sheria na kanuni husika. Sera hiyo inapaswa kueleza wazi masharti ya kupata mkopo, aina za mikopo zinazotolewa, dhamana zinazokubalika, viwango vya riba, ada na gharama nyingine, muda wa kurejesha mkopo na namna ya kutathmini uwezo wa mkopaji kulipa. Aidha, taasisi zinatakiwa kuweka wazi muda unaochukua kushughulikia maombi ya mkopo pamoja na utaratibu wa kushughulikia mikopo isiyolipika. Hii inalenga kuongeza uwazi na kuondoa migogoro kati ya wakopaji na wakopeshaji. Kuna swala la uwazi. Benki Kuu pia tunawataka watoa huduma wawe wawazi katika utaratibu wa kutoa mikopo yao, bila kusahau gharama na fees. Ndio maana sasa hivi ukienda kwenye taasisi za fedha, ukiingia tu lazima utakuta pale kuna riba, tozo, zote zinakuwa zimebandikwa pale, kuanzia kwenye mabenki mpaka hizi taasisi za huduma ndogo za fedha. Ukiingia lazima utaona pale. Ukikuta mtu hajabandika, basi hajafuata tu ule utaratibu, lakini kimsingi anatakiwa abandike pale ili kuhakikisha kuna uwazi. Katika kuimarisha sekta ya fedha nchini, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akifungua maadhimisho ya miaka 60 ya Benki ya Tanzania, amesisitiza umuhimu wa sheria hii kutekelezwa ipasavyo ili kuhakikisha huduma za fedha zinachochea maendeleo ya wananchi na ukuaji wa uchumi jumuishi. Tumsikilize mwananchi anapolalamikia riba kuwa kubwa ya mikopo. Tusimjibu kwa takwimu za kiuchumi peke yake. Sababu tunaposikiliza malalamiko ya watu wanasema, lakini uchumi umekuwa, takwimu zinasema hivi, mpaka hapa tumefika hivi, financial inclusion mpaka hapa. Lakini tumsikilize kwa dhana yetu ya ndani, kwa dhana ya wao wanalalamikia kitu gani. Kwa mtu wa kawaida, gharama ya mkopo inajumuisha riba, ada, bima, masharti, dhamana na muda unaotumia kuupata mkopo wenyewe. Hiyo ndio gharama kubwa ya mikopo kwa watu wetu. Sasa ili kuisaidia sekta isiyo rasmi, tuwe na mipango ya kuhakikisha taasisi zote za kifedha zinaimarisha uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Mwananchi apewe taarifa sahihi na kwa lugha nyepesi, kiasi atakacholipa kwa kipindi gani na kwa gharama gani, kabla hajafanya uamuzi wa kuchukua mkopo husika. Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba, wala maeneo, wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tulioizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Tafakarini uwezekano wa kujenga mfumo ambao Tanzania anaweza kubeba historia yake ya uaminifu wa kifedha popote anapokwenda. Mama lishe asiye na hati ya nyumba lakini mwenye historia ya miaka 5 au zaidi ya biashara na malipo anapaswa kuwa na njia rahisi ya kuthibitisha kuwa anastahili mkopo. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi
Benki Kuu na taasisi zote za fedha ili kufungua milango kwa mamilioni ya wananchi walio nje ya mfumo wa mikopo rasmi. Lakini pamoja na sheria na kanuni zote zilizopo, jukumu kubwa bado linabaki kwa wananchi wenyewe. Kabla ya kukopa, jiulize yafuatayo. Je, mkopo huu ni wa mahitaji au maendeleo? Nina uwezo wa kuurejesha? Nimeelewa masharti ya mkopo? Riba ninayolipa ni himilivu kwa biashara au kipato changu? Maswali haya yanaweza kuwa tofauti kati ya mafanikio ya kifedha na mzigo wa madeni. Mikopo ni nyenzo muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Inaweza kuwa daraja la kufikia mafanikio makubwa ya kifedha, lakini inaweza pia kuwa chanzo cha matatizo makubwa ikiwa haitasimamiwa kwa hekima. Kupitia nidhamu ya fedha, elimu sahihi ya fedha na uamuzi makini ya ukopaji, wananchi wanaweza kutumia mikopo kama chombo cha kujenga maisha bora na sio kuyabomoa. Kumbuka, uhuru wako wa kifedha wa kesho unaanza na uamuzi unaofanya leo. Kopa kwa malengo, kopa kwa uelewa, kopa kwa uwezo wa kurejesha.